Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa Kitaifa, mji wa Njombe kwa sasa hauna miundombinu sahihi ya kutibu maji taka. Katika kuhakikisha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Njombe inaboreshwa, serikali kupitia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Njombe NJUWASA ilifanikiwa kupata eneo la kujenga miundombinu ya kutibu maji taka mtaa wa Ngalanga baada ya kuwalipa fidia wananchi wote waliotoa eneo hili ili kutekeleza mradi wa ujenzi wa miundombinu ya kutibu maji taka. Wananchi wa maeneo haya walipewa elimu kuhusu mradi unaotekelezwa. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa Kitaifa, usanifu wa mradi ulifanyika kwa kutumia wataalamu wa ndani wa NJUWASA na taratibu za kumpata mkandarasi zilifanyika kwa kuzingatia sheria na taratibu za ununuzi wa umma. Mkandarasi anayetekeleza mradi huu ni Nipo Africa Engineering Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 1,240,166,800 tu. Mradi unagharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa 100% kwa bajeti za kila mwaka za Wizara ya Maji. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa Kitaifa, mradi huu ulianza kutekelezwa Machi 1, 2023 na unategemea kukamilika tarehe 30 mwezi Juni 2026. Kazi zinazotekelezwa ni ujenzi wa miundombinu ya kupeleka maji taka kwa maana ya receiving chamber, mabwawa ya maji taka, anaerobic ponds, primary and secondary filtrative ponds pamoja na constructed wetland, nyumba ya mlinzi, uzio, kikaushia taka yani drying bed, kichomea taka incinerator na ununuzi wa gari moja lenye uwezo wa kubeba maji taka ujazo wa mita za ujazo 10 kwa ajili ya kuondosha maji taka majumbani. Hatua ya utekelezaji ni 52% na fedha zilizolipwa mpaka sasa ni shilingi milioni 136,024,020 ambazo ni malipo ya awali. Mradi huu unategemea kunufaisha wakazi wa mji wa Njombe wapatao 91,977. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa Kitaifa, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuipa kipaumbele sekta ya maji kwa kutoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi. Kwa heshima na taadhima, ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa Kitaifa, tunaomba tulileta huu mradi toka mwaka 2022. Tulipigania toka 2021. Mwaka 2022 Mheshimiwa Rais Mama Samia akakubali na ukaingizwa katika vitabu vya serikali. Ili na mwaka 2023 ukaanza. Ndugu zangu, mradi huu una umuhimu mkubwa sana, kwa sababu changamoto yetu kubwa Njombe ilikuwa ni upatikanaji wa maji. Kuna miradi mingine mikubwa ambayo Mheshimiwa Rais alikubali, na yote hiyo itachangia kutoa tatizo la ukosefu au uhaba wa maji safi ndani ya mji wa Njombe. Na tumesikia hapa, ukiongeza maji safi, maji taka yanaongezeka kwa 70%. Kwa hiyo mradi huu ni muhimu sana kwetu, na sisi tunamshukuru sana, tunashukuru sana serikali, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwanza kutukubalia kuwa na huu mradi na kuendelea kutoa pesa. Na mimi nimetoka bungeni na hivi karibuni tulikuwa na bajeti ya Wizara ya Maji, na mimi niliongelea huu mradi kwa kutambua kwamba tunahitaji tupase pesa za kutosha kwa wakati ili ukamilike. Na kwa kweli Mheshimiwa Waziri Aweso alituahidi kwamba pamoja na miradi mingine watauangalia kwa karibu sana mradi wetu huu wa maji taka ili ukamilike, ili wananjombe tuweze kuanza kuutumia. Kwa mimi namshukuru sana, nashukuru sana Wizara ya Maji, na niwaombe sana wasimamizi. Na washukuru sana kiongozi wa msafara. Ulioyasema haya ni mambo ya muhimu sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Mwenge wa Uhuru, umefika kwenye mradi na umepokea taarifa, na mara baada ya kupokea taarifa Mwenge wa Uhuru umekagua. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, visima vya kuhifadhia maji taka na kuchujia vimejengwa, vinaendelea kujengwa, na maeneo mengi vimejengwa, lakini bado kuna maeneo ya chujio na nini wanaendelea kuendelea kujenga.
lakini kwa asilimia kubwa mradi wetu umefikia asilimia kubwa kidogo, na kwa sasa mradi wetu uko kwenye umaliziaji, ambapo mafundi wetu kandarasi wanaendelea kumalizia mradi wetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Njombe, tumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuidhinisha fedha nyingi ambazo tunakuja kujenga mabwawa haya ambayo yatakwenda kuchukua maji taka yote katika mji wa Njombe na kuleta hapa kwa ajili ya kuchuja, lakini pia kwa ajili ya kuhifadhi, maana asipofanya hivyo maeneo mengine kule kutaleta shida. Kwa Mheshimiwa Rais ametoa fedha kwa ajili ya kujenga haya mabwawa makubwa, na ni mabwawa mengi yako hapa tayari yameshajengwa. Ubaki ni miundombinu michache ambayo ndio inakamilishwa ili tayari maji taka yaweze kuletwa hapa na tayari kwa ajili ya kuyachuja na kuyahifadhi katika maeneo ambayo ni salama. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwani kwa kufanya hivyo analeta ukombozi kwa Wananjombe ambao walikuwa hawana pahala pa kuhifadhi maji taka, kwa sababu maji yote yanayotumika yanageuka kwa maji taka, baadaye yatakwenda wapi? Hakuna pa kwenda, kwa yalikuwa yanaenda sehemu ambazo si salama kwa afya ya binadamu. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambayo itakuwa salama, kwa hiyo maeneo yote yatabaki salama, hawezi kupata tena maradhi kutokana na maji taka. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia oi. Dr. Samia safi. Pia tunawashukuru nyinyi viongozi wa halmashauri ya mji Njombe kwa kusimamia mradi huu mkubwa ambao serikali imetoa fedha nyingi, kwa mmesimamia kwa weledi mkubwa, na mradi unaelekea kukamilika muda si mrefu. Lakini pia niseme tu, ndugu zangu wananchi, tuombe sana wananchi kuendelea kutunza huu mradi. Tutunze huu mradi kwa sababu ni mradi ambao ni mkombozi kwetu. Haya maji taka yasipohifadhiwa sehemu moja, basi tunaweza kupata maradhi. Kuna magonjwa mengi yanaweza kukuta kutokana na maji taka ambayo tunayatumia huko. Kwa sasa serikali imeleta hapa mabwawa, kwa sisi tuhifadhi haya mabwawa. Lakini pia ndugu zangu wananchi, niwaombe tuendelee kulinda amani na utulivu katika taifa letu ili tuweze kupata maendeleo zaidi ya haya tunayosema. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Njombe, niseme tu Mwenge wa Uhuru umefurahishwa na ujenzi wa mabwawa haya, na Mwenge wa Uhuru uko tayari kuweka jiwe la msingi mabwawa haya yakamilike ili wananchi waendelee kutumia maji taka yafike hapa. Asante sana.